Shujaa mdogo dhidi ya jitu. Kisa cha Daudi na Goliati. Simulizi hii imeandaliwa na Michael Joseph Ruyembe. Mamia ya miaka iliyopita, jeshi la Wafilisti na jeshi la Israeli walikuwa wamepambana kwenye bonde la Ela. Katikati ya majeshi hayo, alitokea jitu mmoja wa kutisha aliyeitwa Goliati. Alikuwa na kimo cha zaidi ya futi 9, amevaa mavazi ya shaba ya kivita na mkuki wake ulikuwa kama mti wa msonobari. Kwa siku 40, Goliati alipiga kelele akiwa dhihaki wa Israeli. Nisogeleeni tupigane, mkinitwanga sisi tutakuwa watumwa wenu, nikimshinda mtu wenu, ninyi mtatutumikia. Jeshi zima la Israeli akiwemo Mfalme Sauli lilitetemeka kwa hofu. Wakati huo, kijana mchungaji aitwaye Daudi aliwasili kambini kuwaletea kaka zake chakula. Aliposikia matusi ya Goliati, hakushtuka. Alisema kwa ujasiri, "Huyu ni nani hata athubutu kulitukana jeshi la Mungu aliye hai?" Licha ya udogo wake na kutokuwa na uzoefu wa vita, Daudi alijitolea kupigana. Mfalme Sauli alijaribu kumvisha silaha nzito za chuma, lakini Daudi alizikataa, hazikumtosha na hakuwa amezizoea. Badala ya panga na ngao, Daudi alichukua fimbo yake ya uchungaji, mawe 5 laini kutoka mtoni, kamba ya kombeo. Goliati alipomwona Daudi akimsogelea, alicheka kwa dharau. "Mimi ni mbwa hata unijie na fimbo?" Daudi alimjibu kwa maneno yasiyosahaulika. "Wewe unanijia na upanga na mkuki, lakini mimi nakuja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi." Goliati alipoanza kusogea, Daudi alichukua jiwe moja, akalineka kwenye kombeo yake na akalizungusha kwa nguvu, akalirusha. Pwa! Jiwe lile lilipaa hewani na kupenya moja kwa moja kwenye paji la uso la Goliati. Jitu lile lilianguka chini kifudifudi. Daudi alitumia upanga wa Goliati mwenyewe kumaliza kazi. Jeshi la Wafilisti lilipoona shujaa wao amekufa, lilitoroka kwa hofu na Israeli ikapata ushindi mkubwa. Daudi akawa shujaa. Kisa hiki kinatufundisha ujasiri na imani vina nguvu kuliko ukubwa wa mwili au silaha za kivita.